Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga mkoani Rukwa imewahukumu kunyongwa hadi kufa wanaume watatu kwa makosa ya mauaji. Taarifa kamili inasomwa na Amos Wilson kutoka Rukwa. Adhabu hiyo imetolewa na Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga mara baada ya kujiridhisha kuwa washtakiwa hao walitenda kosa la mauaji kwa nyakati na maeneo tofauti katika wilaya ya Sumbawanga hapa mkoani Rukwa. Taarifa hii inahusiana na wanaume watatu waliohukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia ya kuua kwa kusudia. Ni kwamba Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga mkoani Rukwa imehukumu kunyongwa hadi kufa watu watatu, wote ni wanaume, kwa makosa ya mauaji. Adhabu hiyo ilitolewa kwa washtakiwa hao watatu baada ya kupatikana na hatia ya kuua kwa kusudia kama nilivyosema, lakini kwa nyakati na maeneo tofauti ndani ya wilaya ya Sumbawanga mkoa wetu wa Rukwa. Hapa kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa Saka Pshado Kibasija anabainisha baadhi ya sababu zinazopelekea watuhumiwa hawa kutenda makosa, ikiwa ni pamoja na tamaa ya ngono pamoja na tamaa ya mali. Kama huyo wa kwanza amehukumiwa kunyongwa hadi kufa kutokana tu na tamaa ya ngono, lakini simu ndogo tu ya 20,000, 18,000 imemponza vile. Lakini hayo matukio mengine mawili ilikuwa ni migogoro ya ardhi. Tuwatake basi watu wanapojikuta kwenye migogoro wafuate taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria. Pamoja na hayo, nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi waishio hapa Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo wameiomba serikali kuendelea kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya watuhumiwa wote wanaobainika na makosa hayo. Kutokana na matukio ya ukiukwaji wa sheria, especially mauaji, ushauri wangu wa jeshi la polisi liweke sheria kali na kanuni kwa wale wote watakaobainika uvunjifu wa sheria, especially mauaji. Lakini pia jamii ifundishwe, itolewe elimu kulingana na taratibu za uchukuaji wa sheria na makosa. Kwa sababu kumekuwa na malalamiko, mtu anafanya kosa la mauaji lakini kesho tunamuona mtaani wanasema hajachukuliwa sheria za kinizamu au za kitaratibu. Lakini sasa elimu ikitolewa kutosha, basi watu watapata kujua nikifanya kosa hili nitawajibishwa kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano kama wanaouawa, kwa mfano wengine wana familia zao, wanategemewa, unaona, inabidi watusaidie kwa hilo, kwa sababu kuna wengine unakuta wazazi wake ndio kila kitu. Ina maana akishapotea mtu kama huyo, ina maana tayari mambo yote yanafanyaje, yanalala, kwa sababu mtu anakuwa ni tegemezi, unaona, wanamtegemea yeye ndo baba ndo mama, unaona. Nikiripoti kutoka hapa katika ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa, mimi ni Amos Wilson wa EATV. Tukitoka katika mahakama ya Rukwa tuelekee katika mahakama ya hakimu mkazi hapa Kisutu, Dar es Salaam.